Leo tarehe 24 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ninatoa taarifa kwa umma kuhusu kupatikana na kukamatwa na kurejeshwa mkoani Arusha kwa mshtakiwa Amani Elifatio Mlai aliyekuwa mratibu wa TASAF katika halmashauri ya jiji la Arusha. Mshtakiwa huyo alikamatwa mkoani Mtwara katika wilaya ya Nanyumbu katika eneo linaloitwa Mangaka mnamo Jumapili ya tarehe 21 mwezi wa 6 baada ya kutoroka mahakamani kinyume na masharti ya dhamana aliyokuwa amepewa kupitia shauri lilokuwa linaendeshwa katika mahakama ya wilaya ya Arusha, na shauri hilo lilikuwa na rejea namba 000115112 la mwaka 2024. Kama ambavyo nimeeleza awali, shauri hili lilikuwa linasikilizwa katika mahakama ya wilaya ya Arusha. Bwana Amani Elifatio Mlai alikuwa anakabiliwa na makosa 6 yakiwemo manne ya kutumia nyaraka kumdanganya mwajiri kinyume na kifungu cha 22 cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura 329 marejeo ya mwaka 2022, ikisomwa pamoja na aya 21 jedwali la kwanza kifungu cha 57 kifungu kidogo cha kwanza, lakini pia kifungu cha 60 kifungu kidogo cha pili, sheria hujumu uchumi na uhalifu wa kupangwa sura ya 200 marejeo ya mwaka 2022. Aidha, baada ya mahakama kupitia ushahidi uliotolewa na upande wa jamhuri lakini pia upande wa utetezi, ilithibitisha kwamba kwa nafasi yake kama mratibu wa TASAF katika halmashauri ya jiji la Arusha kwa tarehe tofauti za mwezi Mei 2023 na mwezi Disemba 2023 aliandaa nyaraka zenye maelezo ya uongo zikionyesha kwamba mzabuni amewasilisha vifaa vya ujenzi katika mradi wa ujenzi wa uzio uliokuwa ukijengwa katika shule ya msingi Shangarao iliyopo katika jiji la Arusha. Vifaa hivyo vilikuwa na thamani ya milioni 64 na laki mbili. Katika hukumu iliyotolewa mnamo tarehe 16 Januari 2026, mshtakiwa huyo alikutwa na hatia kwa makosa hayo manne na kupewa adhabu ya kutumikia kifungo cha miaka 20 jela. Hata hivyo, kwa kuwa mshtakiwa alitoroka mahakamani siku ya kutolewa hukumu hiyo, mahakama ilitoa hati ya kumkamata au arrest warrant na kuelekeza kwamba mshtakiwa ataanza kutekeleza adhabu hiyo mara tu baada ya kukamatwa. Baada ya mshtakiwa kukamatwa, taratibu za kumfikisha mahakamani zinaendelea ili akasomewe hukumu yake na kuanza utekelezaji wa adhabu aliyopewa na mahakama. TAKUKURU mkoa wa Arusha inatoa rai kwa wananchi kuendelea kushirikiana nayo katika kufichua wahalifu na kwamba hakuna mhalifu yoyote atakayekuwa salama popote atakapojificha, iwe ndani au nje ya nchi hii ya Tanzania. TAKUKURU itaendelea kuwafuatilia kuna kuhakikisha wanakamatwa ili wahakikishe kwamba wakabiliane na mkono wa sheria.